Rais wa Marekani Donald Trump amesema washirika wengi wa NATO wamekataa kushiriki katika juhudi za kuhakikisha usalama wa meli katika mlango wa Hormuz, huku mvutano kati ya Marekani na Iran ukiendelea. Kupitia ujumbe wake kwenye mtandao wa Truth Social, Trump alisema nchi nyingi washirika zimeamua kutojihusisha na operesheni ya kijeshi ya Marekani katika Mashariki ya Kati. Marekani imejulishwa na washirika wengi wa NATO kuwa hawataki kushiriki katika operesheni yetu ya kijeshi dhidi ya utawala wa Iran, alisema Trump. Hata hivyo, alibainisha kuwa nchi hizo bado zinaunga mkono lengo la kuzuia Iran kupata silaha za nyuklia. Trump alikosoa NATO akisema ni ushirikiano wa upande mmoja ambapo Marekani ndio hubeba mzigo mkubwa. Tunatumia mamia ya mabilioni ya dola kuzilinda nchi hizi. Tunawalinda, lakini wao hawatufanyii chochote, alisema. Aliongeza kuwa hajashtushwa na uamuzi huo, akidai kuwa hali hiyo imekuwa ya kawaida kwa muda mrefu. Trump pia alidai kuwa operesheni za Marekani zimeidhoofisha kwa kiasi kikubwa nguvu ya kijeshi ya Iran. Tumelidhoofisha sana jeshi la Iran. Jeshi lao la majini limepotea, jeshi la anga limepotea, mifumo yao ya ulinzi wa anga na rada imeharibiwa, alisema. Aliongeza kuwa hata viongozi wengi wa Iran wameuliwa na hawawezi tena kuwa tishio. Trump alisisitiza kuwa Marekani haihitaji msaada wa NATO wala mataifa mengine kama Japan, Australia au Korea Kusini. Hatuhitaji msaada wa mtu yoyote, alisema. Aliongeza kuwa mafanikio ya kijeshi yaliyopatikana yanatosha kwa Marekani kuendelea peke yake. Kwa upande wake, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema nchi yake haitoshiriki katika operesheni za kijeshi za kufungua mlango wa Hormuz wakati vita vinaendelea. Akizungumza mwanzoni mwa kikao cha baraza la mawaziri, Macron alisema Ufaransa si sehemu ya vita hivyo. Ufaransa haitoshiriki katika operesheni za kufungua au kuikomboa Hormuz katika hali ya sasa, alisema. Hata hivyo, alieleza kuwa Ufaransa iko tayari kushiriki katika juhudi za baadaye za kuhakikisha usalama wa usafiri wa meli baada ya hali kutulia. Hali itakapotulia, tuko tayari kushirikiana na mataifa mengine kuhakikisha ulinzi wa usafiri wa meli, aliongeza. Mlango wa Hormuz ni njia muhimu ya kimataifa ya usafirishaji wa mafuta, na mzozo unaendelea kuzua wasiwasi kuhusu uchumi wa dunia na usalama wa eneo.